Kwa sasa tuko vitani. Tumeamua kurudi katika uwanja wa karibu. Pengine mashabiki zetu waseme tumewapunja. Sawa, tulienda Meja General Samuyo, tumeheshimisha uwanja, tumejiheshimisha wenyewe. Tumeamua kurudi, tuko vitani. Sasa la pili la kufanya, kwa sababu tuko vitani, hakuna vita ambayo nyuma yake haina support. Si support tunategemea ni wao. Mashabiki sasa waunge mkono kwamba sasa watu wamekuja, yaani ni muda wa kujitokeza kwa wingi. Unajua imefika wakati Clatous Chota Chama ni mtu ana hope. Mimi sidhani Chama saizi mareli anaweza kuisikia. Umeona Abdallah, kwa mfano kwa sasa watu hawamuimbi Elie Mpanzu, hawataki kutenda haki. Unapozungumza ubora wa Chama juu ya goli ambalo wamefunga Chama, Elie Mpanzu amehusika kwa 90%. Kwa nini? Kwanza kuvusha pasi kutoka eneo ambalo alikaa, kulikuwa na maadui watatu. Ukimwacha Elie Mpanzu mwenyewe, na wote walifunga mianya. Ulikuwa una uwezo hata wa kupiga penetration pass, wataalamu wanaita, ilikuwa haipigiki tena pale. Lakini kwa ubora wa Elie Mpanzu kwa sasa na kiwango kikubwa alichonacho, akaona njia rahisi ya kufanya mpira uvuke kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, akachop. Tena akachop kifundi, maana kuna kuchopu kuhamisha kwenda sehemu nyingine na kuna kuchop kifundi. Kuonyesha kuwa kuchop ni kanuni yake. Hata mechi ya juzi na JKT kama uliona, kuna mpira mmoja ulimjia yuko huku nyuma, ghafla akastukia mpira umekuja, akaendesha mara moja. Mtu akakaa sawa kwa sawa. Umeona kitendo alichokifanya, aliuchopu mpira, akazunguka mtu, akanasa mpira mbele, akaenda akachezewa faulu. Kwa hiyo mimi nisiache kumsifu na kibisa wala. Niko naye mwanangu wa Faida Saif Simba kuzungumza yale ya kimichezo, lakini hapa tunaizungumzia Simba Sports Club, wana Simba kwa ujumla. Bana Sefu, taarifa rasmi kutoka kwa klabu siku ya jana imetoka ya kwamba tumehamia KMC, kwa maana tunarejea katika uwanja ambao tulikuwa tukiutumia katika baadhi ya michezo ulipoanza msimu huu 2025-26. Kurejea KMC, uwanja wa halmashauri ya Kinondoni huu, kunaenda kuwapa faida gani mashabiki ambao wengi wao walikuwa wakilalamika umbali kutoka sehemu mbalimbali kuelekea Mbweni? Kwanza tuzungumzie kipande hiki, halafu tutakuja kuzungumzia faida ya kikosi kama kikosi kurejea katikati ya jiji. Kwanza nimshukuru Mungu Abdallah, ndio jambo la msingi la kwanza, kuendelea kunipa dhamana ya pumzi, na bado tupo. Na tuambie wadau hapa, tupo Maguzoni, Tanga, wilaya ya Muheza. Wakiwa anakatiza, basi ukiona huko Maguzoni ujue ndio umefika nyumbani kwao kina Seif. Mimi kwangu ndani kidogo nisahau kwa hapa ujumbe, watu wanapita pita. Isipokuwa tukirudi katika msingi huo wa kwa nini tumekwenda Mbweni na kwa nini tuko hapa, mpira ni jiografia. Mpira wenyewe kiasili ni jiografia. Kuna muda kunahitajika nini na wakati gani na tufanyeje. Jiografia sasa inatukataza kuendelea kuweko Mbweni Meja General Samuyo, uwanja ambao kwetu sisi umekuwa mimi nimeita Sobibo. Unaelewa vizuri Kwa nini niliuita Sobibo? Ni uwanja ambao angalia, utaona hata usalama wenyewe, yaani aliyotoka salama ameshangilia Suluhu. Ni uwanja ambao tuna faida na una goli bora katika dunia kwa sasa. Ingawaje nilipata taarifa pia kutoka kwako na kwa wengine, sikuona jana, nasikia Ronaldo naye alimefunga goli la kutaka kutukataza, lakini sisi tunasema tutakwenda kupambana na linaweza kuwa goli bora la dunia. Ni goli lilovunja miko, limetoka hapo Meja Samuyo, lilovunja miko ya CNN. Kwa mujibu wa utaratibu, CNN hawajawahi kuzungumzia jambo lolote lenye kuhusiana na soka Afrika Mashariki na Kati. Kwa mara ya kwanza CNN wanavunja miko, wanazungumzia goli bora kutoka katika uwanja wa Meja Samuyo. Kwanza ni uwanja ambao tunauheshimu sana, tutaupa hadhi kubwa sana miongoni mwa viwanja bora, isipokuwa jiografia inatunyima, inatukataza. Ila kuna muda tunatakiwa turudi KMC. Kuna muda tunatakiwa tuwepo katika uwanja wa KMC ambao niliwahi kuuzungumza mimi. Ni uwanja waendeshaji wake wana element wa Yanga. Umeelewa sijui? Sisi kuondoka KMC ni fitina. Sasa kwa ukakamavu tulionao na kwa sababu tunajua KMC ni sehemu ambayo pia hata sisi, kwa sababu Dar es Salaam nzima ni ya Simba na Yanga, basi acha tukapambania hapo brother, tutaelewana tu. Yaani umefikia hapa tutafikia hapa, unataka tufanye hivi mpaka mechi 9, unataka nyingine tukazivuruge KMC kama mbwai iwe mbwai. Yaani tumekuja hapo brother, tukimbia utaenda wapi? Uwanja wa Azam huwezi kwenda. Umeelewa sijui? Kwa hiyo nimewaelewa viongozi, sasa tunakwenda vitani kweli, na hata hao wanaowatuma kama mawakala wao. Juzi mmoja nimemsikia akisema, yule mnamuita Ambokile, alisema mechi za Yanga zitakuwa ngumu kweli kweli hizi 10. Ni kuwa inawezekana
bado tunao baadhi ya watu wakipata vitaarifa hivi wanatoa waonekane wanafahamu mapema, akajua pengine tunaelekea tutakwenda katika uwanja huu wa KMC. Sasa kweli haiwezi kuwa rahisi na hatuwezi kutoa gepu ya kuwa rahisi, kwa sababu mpaka sasa sisi tuko nyuma. Mtu aliyekuwa nyuma anachopoteza. Mara nyingi huwa anapoteza aliyekuwa juu, na tunafahamu njia rahisi ya kumshusha aliye juu, kwa sababu Azam anakimbilia kutaka nafasi ya pili au otherwise aende nafasi ya kwanza. Ili afanikiwe kwa nafasi ya pili lazima aje kumfunga Yanga. Akikubali kufungwa na Yanga, maana yake anashuka, hata nafasi ya pili hawezi kufanyaje. Akimpunguza tayari ndo gepo tunaitaka sisi. Wakati huo tunakwenda kufanya hilo jambo jingine, si kabla ya kuja hapa kufikiria kwenda uwanja huo. Juzi Yanga si alikuwa na mechi, si ulitazama? Yaani wewe unaulizwa sasa, zungumza kitaalamu, toa ushabiki usiwe Simba wala wapi. Zile mbili zile unazihitaji za KMC, matuta ya wazi brother. Alafu eti anasimama mtu mmoja tu, kazi ya kufanya unataka kudanganya. Yaani unatuambia sisi tuna quality, si mabingwa, lazima uwe bingwa, ufungwi. Sehemu za kuadhibiwa kweli huwezi kupewa adhabu, unaachaje kuwa champion? Umenielewa sijui? Sasa sisi tunakuja kutaka tuangalie haki na ukweli katika hili. Kwa hiyo kwa sasa tuko vitani. Tumeamua kurudi katika uwanja wa karibu. Pengine mashabiki zetu waseme tumewapunja. Sawa, tulienda Meja General Samuyo, tumeheshimisha uwanja, tumejiheshimisha wenyewe. Tumeamua kurudi, tuko vitani. Sasa la pili la kufanya, kwa sababu tuko vitani, hakuna vita ambayo nyuma yake haina support. Si support tunategemea ni wao. Mashabiki sasa waunge mkono kwamba sasa watu wamekuja, yaani ni muda wa kujitokeza kwa wingi. Unajua imefika wakati Clatous Chota Chama ni mtu ana hope. Mimi sidhani Chama saizi malaria anaweza kuisikia. Umeona Abdallah, kwa mfano kwa sasa watu hawamuimbi Elim Panzo, hawataki kutenda haki. Unapozungumza ubora wa Chama juu ya goli ambalo wamefunga Chama, Elim Panzo amehusika kwa 90%. Kwa nini? Kwanza kuvusha pasi kutoka eneo ambalo alikaa, kulikuwa na maadui watatu. Kimwacha Elim Panzo mwenyewe, na wote walifunga mianya. Ulikuwa una uwezo hata wa kupiga penetration pass, wataalamu wanaita, ilikuwa haipigiki tena pale. Lakini kwa ubora wa Elim Panzo kwa sasa na kiwango kikubwa alichonacho, akaona njia rahisi ya kufanya mpira uvuke kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, akachop. Tena akachop kifundi, maana kuna kuchop kuhamisha kwenda sehemu nyingine na kuna kuchop kifundi, kuonyesha kuwa kuchop ni kanuni yake. Hata mechi ya juzi na JKT kama uliona, kuna mpira mmoja ulimjia yuko huku nyuma, ghafla akastukia mpira umekuja, akaendesha mara moja, mtu akakaa sawa kwa sawa. Umeona kitendo alichokifanya, aliuchopu mpira, akazunguka mtu, akanasa mpira mbele, akaenda akachezewa faulu. Kwa hiyo mimi nisiache kumsifu na Kibisa wala. Naona kadiri ya siku zinapokwenda anaenda kuwa hatari, na hii inaweza ikasababisha kwa muda mrefu msimuone Mwalimu uwanjani akawa anatokea saba. Kwa nini? Kwa maana Suleiman Mwalimu yeye ni kweli ni namba 9 na tuna haja ya kuwa na namba 9, lakini namna anapokuja Kibisa wala itakushawishi umwambie Mwalimu subiri, ili uwe na winga Anicet Yaura, uwe na winga Gueye, umenielewa, uwe na Kibisa wala Elim Panzo nyuma yake. Sasa Kibisa wala aweka simama Clatous Chota Chama, mfalme wa mpira Tanzania kwa sasa na duniani kwa goli lake. Yani wasidhani na partnership yake ya Chama na Elim Panzo ni kama kadri siku zinavyokwenda hivi. Tazama mechi ya juzi dhidi ya JKT Tanzania, wenyeji hawa wenye uwanja wao, pia Elim Panzo anammegea Clatous Chota Chama. Unajua nikwambie, Elim Panzo ni mchezaji ambaye alikuwa na roho mbaya peke yake mwaka jana katika Simba. Ilikuwa ukiacha mpira ya kutenga alikuwa anapigwa na nani huyu Jean Charles Ahoua, ilikuwa ni roho mbaya ya Elim Panzo, kasi sawa, kutoa mpira kwa adui na kumiliki mpira kwa muda mwingi. Roho hii ilifanya Simba kuwa iko imara kweli kweli, kwa sababu mwaka jana kama unakumbuka kuliamuliwa fainali kati ya Simba na Yanga ili nani akawe champions, lakini tulitegemea roho ya Elim Panzo ambayo unaiona sasa. Na watu wengi wa kimpira hawajui tu Elim Panzo hakuwahi kudrop katika mpira, ila aliwahi kushuka saikolojia. Mpira unachezwa na akili, mpira ni mchezo unachezwa na nini? Na akili. Ndio maana mkiruhusu mpira ukimbie kwa kasi yake uwanjani, hakuna mchezaji yote anaweza kumiliki mpira. Shoot hapa Luka nitakuwa nimeleka. Mpira unakimbia kuliko kitu kingine. Kitu kinachopoza mpira uwanjani mpaka unaona zile pasi nini ni akili. Mimi nikikupigia wewe pasi ujue ukifanya hivi ukanyanyua mguu umekupita, maana mpira una kasi. Akili ndio itakayopoza huu mpira ili upige pasi kwenda kwa mtu mwingine. Ili mpira uwe pasi, lazima uwe na kasi kuliko hiyo pasi yenyewe. Nitakuwa nimeleka kitaalamu.
yani umpite huyu ukakufikie wewe. Hapa ni lazima ni upige kwa kasi kubwa. Jukumu lako wewe sasa unaipokea, kupoza ile kasi, uanzishe pasi nyingine. Kwa hiyo mchezo wa mpira unahitaji hivyo akili. Sasa Mpanzu alipita kwenye mtihani wa kufiwa na mtoto, sio, umenielewa, na changamoto nyingine, saikolojia ikawa huwezi kufanya, kwa sababu kuna muda unakumbushwa katikati ya uwanja. Yani Mpanzu anashika mpira, inamjia kumbukumbu ya mwanae, hamna mpira hapo, umenielewa, sijui huzuni na vitu vingine. Saizi nadhani ameanza kukaa sawa, labda zile kumbukumbu mbaya zinaanza kumtoka, anaanza kuonyesha kwa nini yupo. Kwa nini mimi, yani Mpanzu anasema kwa nini mimi nilitamani kucheza na Chama afu nisimpe Chama ambacho kitu ninacho. Sasa hizi ukimuuliza Chama nani hadithi zote hizi mbili ambazo unatangazwa nazo sasa hizi na unaonekana kuwa hatari. Alikuwa man of the match mechi na Yanga na man of the match mechi ya juzi. Sawa? Ukiacha kupambana atakwambia pasi za Elie Mpanzu. Mechi zote kapigiwa na yeye. Ya juzi huyo na ile ya dunia huyo. Atakwambia ni mtu anashiriki kwa 80% ya ubora ambao mimi nao. Sasa mimi siwezi kuacha kumwona. Pia Elie alifunga goli dhidi ya Singida Black Stars pale Airtel Stadium. Pasi ilitoka kwa Clatous Chota Chama. Yes, yani maana yangu hii partnership unayoiona ni watu wenye roho mbaya. Umenielewa, wameamua kufanya kazi ya pamoja. Sasa nao sio wao tu. Pia pembeni kuna watu wana roho mbaya, au ndo sijapata kuona, makatili kweli kweli duniani. Huyu Aura na yule Gwe ni makatili duniani, sijapata kuona. Kwa hiyo binafsi nisiache kumsifu Elie Mpanzu. Yaani natamani kuona watu wengine pia wakimzungumza, aone na yeye faida ya anachokifanya. Kwa maana ya kiujumla, kwa sababu mpira ni sayansi, nimesema mwanzo. Sayansi inahitaji ushirikiano. Moja, utayari wa nyinyi wote kwa pamoja muwe. Unajua unapoanza timu, neno timu inahusisha ushirikiano wa pamoja katika kwenda kulifanya hilo mnaolitaka. Hiyo ndio timu. Kwa hiyo unaona vitu vingi kutoka kwa Simba. Sasa ushindani wa kurudi pale ni ubora tulionao. Sababu kuna muda ubora wako ukishuka, mfanye adui kuwa rafiki. Ukiona ubora umepanda, mtengeni, mwambie wewe adui tupambane. Sababu uwezo nao. Kama nilivyokuambia kwamba sasa timu ambazo yani sijawahi kufikiri kwa hapa katikati, yani kukutana nao labda ni ofie ni Yanga. Yani hao hata saa 10 usiku. Yani wakihitaji nitakutana. Yani timu sijawahi, yani kwa sasa sina, hata Azam nawaogopa. Kuliko Yanga. Hakuna sumu shekhe. Tena kipindi hiki ambacho Achesh Shabalala anacheza ule Boka alocheza faulu 2 za penalty juzi. Hamna kitu my bro, nisikilize mimi. Mimi sio muongo katika mpira.